Karibu mtazamaji wetu katika makala maalum inayohusu moja ya amana za thamani zaidi katika imani ya Kiyahudi na Kikristo, sanduku la agano, the Ark of Covenant. Hili halikuwa sanduku la kawaida, bali ni ishara ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Sanduku hili liliheshimiwa na kuogopwa kwa utukufu mkubwa. Lakini hivi leo tunapozungumza, sanduku hili halijulikani lilipo. Mimi naitwa Daniel Vincent. Karibu. Kama kila kitu kilivyo na mwanzo, basi sanduku hili pia lina mwanzo wake, ambapo ilikuwa ni takriban mwaka 1446 kabla ya Kristo, wakati wa safari ya wana wa Israeli kutoka Misri na kurudi nchi ya ahadi. Mungu alimpa Musa maagizo ya moja kwa moja juu ya jinsi ya kutengeneza sanduku hili. Biblia inaeleza katika kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 10 hadi wa 11, na nukuu, nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Nawe ufunike dhahabu safi, ulifunike ndani na nje, tia na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Mwisho wa kunukuu. Kazi ya kutengeneza sanduku hili ilifanywa na Bezaleli. Unaweza soma mwenyewe katika kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 2 hadi wa 5. Sanduku hili lilikuwa ni mahali pa Mungu kukutana na mwanadamu. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na vibao viwili vya amri 10, fimbo ya Haruni iliyochipuka maua, kopo la mana ambacho ni chakula walichokula wakiwa jangwani. Mwaka 1406 Waisraeli wakiwa chini ya uongozi wa Joshua, hapa ni baada ya kifo cha Musa, walivuka mto Yordani na kuangusha Yeriko kwa ushindi mkubwa, huku sanduku la agano likiwa katikati yao kama ishara ya ushindi wao katika kumtegemea Mungu. Wakiwa katika nchi ya ahadi, sanduku hili lilitekwa na Wafilisti wakati wakiwa vitani. Hii yapata mwaka 1050 kabla ya Kristo. Hii imeelezwa vema katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11. Pamoja na tukio hilo, Wafilisti walipata madhara ikiwemo magonjwa na pia sanamu zao kuanguka, na mwishowe wakarudisha sanduku hilo kwa Waisraeli. Kuna wakati sanduku hili lilihifadhiwa nyumbani kwa mtu aliyeitwa Abinadabu. Wakati sanduku hili likihamishwa kupelekwa Yerusalemu chini ya mfalme Daudi yapata mwaka 1000 kabla ya Kristo. Wakiwa njiani wakati wa kusafirisha sanduku hili, ng'ombe walijikwaa na sanduku likataka kuanguka. Uza ambaye alikuwa ni mtoto wa Abinadabu alitaka kuokoa sanduku hili lisianguke, hivyo akaligusa, lakini alikufa papo hapo. Hii ni kwa sababu hapo mwanzo Mungu alitoa maelekezo kuwa sanduku hili libebwe kwa kupitia mti wa mshita na Walawi tu. Sulemani alianza kutawala Yerusalemu yapata mwaka 971 kabla ya Kristo, na alipofika mwaka 660 kabla ya Kristo, wakati ameshamaliza kujenga hekalu, alihamishia sanduku hili hekaluni, akaliweka patakatifu pa patakatifu. Mara ya mwisho sanduku hili linatajwa kwenye Biblia, kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 25. Huu ulikuwa ni wakati ambao Yerusalemu iliangushwa. Ulikuwa ni uvamizi wa tatu wa Nebukadneza wa pili wa Babeli mwaka 586 kabla ya Kristo, ambapo ukuta wa Yerusalemu ulibomolewa. Mfalme Sedekia alikamatwa na kung'olewa macho. Hekalu la Sulemani lilichomwa moto na sanduku la agano likapotea hadi leo. Zipo nadharia kadhaa ambazo zinahusu kupotea kwa sanduku la agano. Nadharia ya kwanza inasema sanduku lilifichwa kabla ya uvamizi. Wapo watu wanaoamini kuwa sanduku hili lilifichwa kabla ya uvamizi, lakini nadharia hii inapoteza maana, kwani kama ingekuwa hivyo, basi baada ya ujenzi wa hekalu la pili, sanduku hili lingerudishwa hekaluni. Nadharia ya pili inasema lilichukuliwa Babeli. Wengine huamini kuwa sanduku la agano huenda lilitekwa kama vitu vingine, lakini hii pia
inapoteza mashiko, kwa sababu kama ingekuwa hivyo, Wababiloni wasingelificha siri hii ikiwa vyombo vingine vya hekaluni vilijulikana vipo kwao, au aidha wangepata madhara makubwa kama ilivyokuwa kwa Wafilisti. Nadharia ya tatu inasema kwamba sanduku la agano lipo Ethiopia katika kanisa la Church of Our Lady Mary of Zion. Hii ni kwa sababu zifuatazo. Moja, simulizi ya kitabu cha Kebra Nagasti. Kebra Nagasti maana yake ni Glory of the Kings. Kitabu hiki kinaeleza Malkia wa Sheba aliyeitwa kwa jina la Makeda alikwenda kwa Sulemani Yerusalemu, na huko walipata mtoto ambaye ni Menelik wa kwanza. Menelik alipokuwa mtu mzima alienda Yerusalemu na akarudi Ethiopia akiwa na sanduku la agano. Sababu ya pili ni kwamba mapokeo ya kanisa la Ethiopia, kanisa la Ethiopian Orthodox Tawehedo, linaamini kwa dhati kwamba sanduku hili lipo Aksum, linahifadhiwa ndani ya kanisa hilo na linalindwa na mlinzi mmoja tu, mlinzi maalum maisha yake yote, na hakuna mtu mwingine anayeruhusiwa kuliona. Sababu ya tatu inayochangia hoja hii ni kwamba uhusiano wa kale kati ya Ethiopia na Israel. Kuna jamii za Wayahudi wa Ethiopia wanaoitwa Beta Israel. Mila nyingi zinafanana na zile za Agano la Kale. Hii inaongeza uzito wa kitamaduni wa dai hilo. Lakini pamoja na madai hayo yote, hakuna dai hata moja lililothibitishwa. Je, ni nini maoni yako? Tuandikie sehemu ya comment. Pia usiache kushare, kulike na kusubscribe, na tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.